Mheshimiwa Stella Manyanya, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa imegundulika kwamba pamoja na kwamba umri ulioko umepangwa vijana ni mpaka kufikia miaka 45, lakini bado kuna watu ambao wanaingia umri kufikia miaka 50, hali yao ya kiuchumi inakuwa bado ni mbaya, na ni vijana ambao tuseme ni vijana watu wazima ambao bado wangeweza kusaidiwa ili waweze kufanya shughuli zao vizuri zaidi. Je, kwa nini umri huo usiongezwe ili kuhakikisha kwamba watu wengi wa Tanzania wanaondokana na umaskini na kujikuza kwenye vipato vyao? Swali la pili ni kwamba sasa hivi pia nchi yetu kutokana na jitihada kubwa za uwekezaji wa kiuchumi kwa wananchi wake, hali ya maisha ya wananchi lifespan imeongezeka kufikia zaidi ya miaka 60. Kwa misingi hiyo kuna watu ambao wanatambulika kama wazee lakini bado wana nguvu za kufanya kazi, na hao watu wameachwa kabisa, wazee wanaume. Swali Mheshimiwa. Wazee wanaume, kwa nini nao wasipewe nafasi ya kukopeshwa ili waweze kumudu maisha yao katika hali ya utu uzima walionao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ni kweli kwamba tunafahamu uhitaji wa mikopo ya 10% ni mkubwa zaidi kuliko upatikanaji wa fursa zenyewe. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya mikopo ya 10% ambayo bunge lako tukufu ilipitisha pamoja na kanuni zake za mwaka 2024, mikopo hii inatolewa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na umri wa ujana nadhani Mheshimiwa Spika si miaka 50 na kuendelea. Kunaomba tu nimhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba kwa sasa tunaendelea kutekeleza kwa mujibu wa sheria, lakini ikibidi na ikionekana ni lazima na inafaa kufanya hivyo, basi serikali tutafanya tathmini na kuona uwezekano wa kufanya hivyo, lakini kwa sasa tutaendelea kutoa mikopo kwa mujibu wa sheria na umri wa kikomo kwa vijana ni miaka 45. Asante. Mheshimiwa